Shirombo wilayani Bukombe mkoani Geita. Hapa nilipo nikizungumza moja kwa moja kutokea moja kati ya vyumba ambavyo vya kubadilishia mavazi vya wachezaji vinavyopatikana kwenye uwanja huu. Kama ambavyo unashuhudia, hiki ni moja ya chumba ambacho kinapatikana hapa katika uwanja huu wa Bukombe, na kama ambavyo unaona, kwa hakika ni miongoni mwa viwanja ambavyo kusema kweli vimejitofautisha mno na viwanja vingine. Angalia kwenye screen kubwa hii, kocha atakuwa na nafasi hapa ya kuzungumza ile sayansi ya mchezo wa mpira wa miguu kwa maana ya football, na atakuwa na kila sababu ya kuweza kuona, anatoa maelekezo ya kuweza kuona nini kinaendelea. Uzuri ni kwamba Azam TV pia wako hapa, wao watakuwa wakionyesha kinaga ubaga kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Hiki ni chumba cha kwanza ambacho tumeanza nacho, mtazamaji wa Viwanjani kwa sasa, lakini kama ambavyo unashuhudia, wacha na mimi nifanye ziara fupi kukuonesha mambo kadha wa kadha. Hapa juu ni miongoni mwa vyumba ambavyo pia vinatumika wakiita restroom, lakini ndani yake humo kuna mabafu ya kuogea, ndani yake humo kuna sehemu za kupumzika. Hapa ndipo ambapo medical room, chumba ambacho matabibu ama madaktari watakuwa hapa nao wakitoa huduma mbalimbali. Huduma ya kwanza huwa inaanzia hapa kabla ya kusambaa na kutandawa ulimwenguni kote. Timu ya Viwanjani, timu ya Azam TV iko hapa kukuonesha kinaga ubaga kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Eneo hili limekuwa ni eneo muhimu sana. Meneja wa uwanja chumba chake ni hiki, na ngoja niibie kidogo hapa nichungulie nione meneja anasemaje. Meneja wa uwanja atakuwa anakaa hapa na unamwona akiendelea na majukumu yake. Meneja, habari asubuhi. Uko sawa sawa? Huyo ni meneja wa uwanja hapa, na tuko live kupitia Viwanjani ya Azam TV. Hebu zungumza chochote kwanza. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa kabisa. Umejiandaa vyema? Tunajiandaa vizuri. Wageni ni wengi leo naona. I say wageni ni wengi kwa kweli, tunashukuru wageni ni wengi. Asante, tutazungumza zaidi hapo baadaye. Bana, huyo ndiye meneja wa uwanja kama ambavyo nimekueleza hapo awali, na hiki ndio chumba chake. Majukumu yake yote anayatekeleza akiwa hapa. Nilikwambia ni uwanja wa kisasa, uwanja ambao kwa hakika una vitu vingi sana. Wanahabari nao hawajaachwa mbali. Eneo hili sasa ndio eneo letu la kujimwaya mwaya wanahabari. Tutakuwa hapa tukifanya shughuli zetu kama ambavyo unamuona Mwamba hapo akiwa anaendelea na majukumu yake ya kawaida kabisa kuhabarisha umma, lakini kama ulikuwa ufahamu, zipo siti ambazo wametengewa maalum kabisa. Eneo hili ndipo ambapo watakuwa wanaketi hapa na kubadilishana mawazo na mambo mbalimbali kuendelea. Baada ya hapo, wacha nikupeleke VIP room. Uwanja huu sasa una eneo ambalo wameipa jina wakiita VIP room, eneo maalum kabisa ambalo wageni wenye hadhi ya kiwango cha juu kabisa wao wameandaliwa eneo hili, na kama ambavyo unashuhudia hapa red carpet ikiwa imetawala kama sio kutamalaki, na wakati naingia hapa shughuli zikiwa bado zinaendelea. Hii ndio VIP room, mikutano ikiwa inaendelea hapo kama ambavyo unashuhudia mtazamaji wa Viwanjani, na naona hapa akiendelea, tunakuibia siri kidogo tu, mambo yanaendelea hapa. Lakini kwa sasa wacha tukutane na mwenyeji wetu hapa, mkuu wa wilaya ya Bukombe. Niko naye hapa, mkuu wa wilaya ya Bukombe, tuzungumze mawili matatu. Kwa wilaya, habari za asubuhi? Salama kabisa. Ni fahari kukutana nawe asubuhi ya leo. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia matangazo haya, karibu na utuambie. Asante, nashukuru sana. Naitwa Pascal Simulagiri, ni mkuu wa wilaya ya Bukombe. Na nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote ambao wamekuja wilayani Bukombe katika tangazo la joto la ligi kuu. Na joto la ligi kuu linaenda kupashwa na uzi wa wiki ya wananchi, ambapo leo tutakuwa na timu ya Young African ambayo itakuwepo hapa kwa ajili ya kutambulisha kikosi chake kitakachoshiriki katika ligi kuu. Kwa hiyo inaenda kusherehesha ile joto la ligi kuu. Sisi kwetu tunasema ni fursa nzuri, ni bahati ya kipekee, na naweza kusema imekuwa, ukiachilia mbali katika ile mikoa mikubwa, imekuwa ni wilaya ya kwanza pembezoni kuwa na tukio kubwa na klabu kubwa kama hii kuweza kufanya shughuli kama katika wilaya yetu. Lakini tunafurahia pia uwepo wa uwanja wetu ambao umekuwa ni kivutio kikubwa kwa timu mbalimbali kuweza kuja hapa. Kwa nini wananchi Young Africans? Ligi kuu kumekuwa na timu 16 ambazo zinashiriki. Kwa nini imekuwa Yanga? Imekuwa ni rahisi kiasi gani na imekuwa ngumu kiasi gani kuweza kualika wananchi Young Africans hapa hii leo? Young Africans imekuwa ni rahisi kwa sababu pia ina fan base wengi katika ukanda huu.
na hiyo ni sababu mojawapo. Unajua, unapozungumzia Bukombe manake pia unazungumzia mkoa wa Geita na kanda ya Ziwa ambapo ina washabiki wengi. Kwa hiyo tulivyoalika wao ilikuwa rahisi sana kukubali, kwa sababu wanajua ni sema wanakuja pia kuweza kufurahisha washabiki wao. Hiyo ni kwa sababu ya kwanza, lakini ya pili, nao pia wana mchango wao kwa sehemu moja kubwa katika uendelezaji wa uwanja huu. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mulagiri, ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa, na kwa hakika ametupokea vyema sana. Lakini mkuu wa wilaya anaweza akatugusia ratiba kidogo tu, lakini kwa hakika wacha nikuoneshe wewe mtazamaji ratiba jinsi ilivyo. Nimeambiwa pia Pamba watakuwa hapa na Geita Gold nao watakuwa hapa kwenye mchezo wa kirafiki. Ndio, tutakuwa na mechi leo jioni kwa maana ya usiku baina ya Geita Gold ambao ndio watakuwa wenyeji wa uwanja huu katika ligi kuu, na pamoja na majirani zetu wa Pamba, na hao ndio wataenda kuhitimisha zile shamra za joto la ligi kuu katika siku ya leo. Tusimalize maneno, bado tuna mengi sana ya kuzungumza. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mulagiri, nikizungumza naye. Angalia ukumbi huu ulivyokuwa wa kisasa, wakati vikao vikiwa vinaendelea, ratiba mbalimbali nazo zinaendelea. Ilivyo bahati, hii ni ratiba nzima ya tukio la leo, namna ambavyo litakuwa ukaguzi wa usalama wa uwanja wa mtumiaji, lakini pia kuwasili kwa timu mbalimbali, burudani, DJ, lakini Young Africans naona pia wapo hapa kwenye ratiba kama ambavyo wamewekwa. Young Africans engagement, team arrival kuingia uwanjani, lakini pia team officials, unaona pia team departure from Bukombe na mambo mengine. Na imewekwa katika lugha mbili, kwa maana ya lugha yetu adhimu na aushi ya Kiswahili, na ile lugha ya kukopa, lugha ya Kiingereza. Ukitaka pia lugha za makabila naambiwa hapa pia inawezekana. Bwana mkuu, sisi kwa sasa tunakuacha na tunaendelea na ziara yetu kwa maana ya ziara fupi ya kile ambacho kinaendelea. Mtazamaji wa Viwanjani kupitia Azam TV, mtangazaji kinara nikiwa hapa, jukumu langu kubwa ni kuona na kupitisha kwenye ziara fupi ya kuona namna ambavyo mambo yalivyo. Na kwa sasa tumefika upande wa pili wa shilingi. Hapa ndio referees room, na ilivyo bahati nimewakuta hapa mareferees wakiendelea na kikao, na nimewavamia. Jamani, habari za asubuhi. Unaona wakiendelea hapo na majukumu yao kama kawaida, wakifanya mambo. Jamani, tumeingia kidogo hapa kuonyesha Watanzania kinachoendelea. Bana, baada ya kutoka hapo referees room, hapa tena kuna chumba kama kutakuwa kuna uhitajika ama mahitaji ya VAR ama vikure kwa sisi washititwe lugha adhim na aushi ya Kiswahili, hiki ndio chumba ambacho kitakuwa kinatumika kwa ajili ya VAR. Mashine zitafungwa hapa na mambo yatakwenda kama ambavyo. Hii ndio Bukombe Stadium. Hapa pia chama chumba kingine hiki ambacho tunakiona kama kawaida, lakini hapa Matchcom office, wale wawakilishi na jicho la bodi ya ligi ama shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania watakuwa wamekabidhiwa chumba chao hiki. Njoo nikuoneshe huku namna ambavyo chumba kingine cha timu wageni hawa sasa watakapokuwa wanafikia. Hiki ndio chumba chenyewe. Nurdin Msindo leo na kazi kubwa sana ya kunionyesha mambo jinsi yalivyokuwa na kuwaonesha Watanzania mambo yalivyo. Hii ndio dressing room ya timu mgeni, wao watakuwa hapa. Na wenyewe pia hawajapunjwa chochote. Jezi zitakuwa zinatundikwa humu kama ambavyo unaona. Utakuja kuona hapa leo jezi ya nyota kadhaa ambao wanacheza mechi ya kirafiki hapo baadaye, Geita Gold ambao wanaarifiwa kwamba watakuwa wenyeji wa uwanja huu. Lakini bila kusahau, umeona kila mahali ukipita kuna neno na kutana nalo KNK. Ngoja nichomoe hii mara moja, alafu nikuoneshe mtazamaji uzuri wa mambo jinsi alivyokuwa. Anasema KNK. Tafsiri yake unaifahamu hii? Ngoja nikusaidie. Baada ya kufika hapa nikafanya utafiti wa kutosha kabisa. Wanasema ile systematical scientific investigation. Hii KNK maana yake nini? Nikaambiwa kusema ni kutenda. Ndicho ambacho kinaonekana. Kusema ni kutenda. Na hiyo kauli imetoka kwa mbunge wa jimbo hili Doto Biteko. Kusema ni kutenda. Hapa pia wamepewa screen kubwa hii. Manake makocha nao watakuwa na kazi ya kuonyesha ile sayansi ya futiboli yenyewe, hasa michoro ya kisayansi na mambo mengine kadha wa kadha. Najua unafahamu na kiu kubwa sana kutaka kufahamu uwanja wenyewe ukoje, ndio kiu yako ilipo hapo. Sasa kwenye uwanja hapo, acha na mimi nitembee kwa mikogo na madoido kwenda kukuonesha pitch yenyewe ilivyo. Piga picha yangu. Nurdin Msindo ana kazi kubwa sana leo ya kufanya.